Jina la Yesu linapita yote, jina la Yesu linapita yote, kwa majina yote hakuna kubwa. Jina la Yesu linapita yote, jina la Yesu linapita yote, jina la Yesu linapita yote, kwa majina yote hakuna kubwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Shangilia tena jina la Bwana kwa makofi na vigelegele. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa wageni wetu naistika kwa jina la Eliezer Tubaka Rubanguza. Niko mwanafunzi wa hapa kwa kanisa letu la Kigali. Wazazi yangu hawa wenye liko nyuma yangu, na ni honor kwangu kusimama mbele yao na mbele ya kanisa yote. Amen. Nimeoa na kwa hapa wa jamaa kubwa sana. Mungu asifiwe sana. Na wote ni wazima, niliwaacha wanasema tuwasalimie. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Uzazi iko kitu ya mzuri sana. Amen. Amen. Mama alitoka kidogo kusalimiana tu pale kwa jirani. Na bahati yangu mbaya petite akalamu. Akalie. Nikamfanyisha mashite, kuruka ruka bongo. Sasa niliona vinakataa na makamasi katanza nitoka. Nikasema akose niuze tumai kwa Renzo. Ndio anasema ndio wabebe wa kinyaki. Bahati yangu sasa nilitatoka, mama yake akakuja, nikasema bahati yangu. Bwana tusaidie sana. Nakumbuka tena sasa tulizalai zake, maana alitusumbua sana mpaka conscience ikatuambia bwana mwenye anadharau mzazi na alaaniwe. Tukashana vima maporo tukaenda kule kwa wazazi tuambia bwana kumbe kuzana ni kuzuri. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tulikuwa na somo nzuri kwa juma yote, inafanya sasa juma mbili tuko nazungumza juu ya somo ile, na ni somo ambayo inaitwa nguvu ya kupata utajiri. Ilikuwa somo nzuri sana kwa wale ambao walifuata, lakini kwa wale ambao hawakuwa pamoja nasi itakuwa vigumu sana kwangu kureprendre vyote vyenye tulizungumuza. Kunakuwa karibu maprinsipe 12 za kimwili na maprinsipe hata 5 hivi za kiroho za kutimiza ili mtu aone utajiri inaonekana. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Utajiri ni ya maana sana de telle enseigne que na Yesu na ndio Yesu saa ya kutoa sadaka anaenda pale kukitunga ya sadaka, iko naangalia kama watu watatoa ngapi. Unatoa anaona, unatoa anaona. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Utajiri ni ya maana sana tena enseigne hakuna kazi ya injili inaweza fanyika pasipo finance. Amen. Amen. Utajiri ni ya maana sana tena enseigne hakuna kitu yote ile tunaweza fanya sasa vile wanadamu kama hakuna la. Ni juu ya la zako ndio unasafiri. Amen. Ni juu ya la zako ndio unakuakiana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mwana sasa anasema bongo, mtu anaweza kwa kiana na bongo yako. Amen. Amen. Bote maki inapatia bote valeur milali. Amen. Tunaona mimi hapa sasa hivi. Kwa kama Mungu yeye peke neema ya Mungu njoo inanifanya nikuwe po. Amen. Amen. Bwana atusaidie sana. Mekumata watu siko po. Lari za Mungu na mafuta ya Mungu ndio yananifanya nikuwe po. Amen. 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 Jina la Bwana libarikiwe sana.
Banasema garso kwa ya kiana, mimi garso mwenye kwa halali na kiana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo mbele nianze somo hili wala nifanye karapeti kidogo, ninapenda ni insiste sana kwa juu ya mambo wala mahubiri ambayo inaonekana leo katika kanisa. Amen. Katika kanisa leo tumefundishwa sana zaidi na Wapentekoste ya kwamba mafundisho ya utajiri wala evangile de la prosperite ni mafundisho ya uongo. Maana kanisa tunatakiwa tufundishe watu, na mimi nasema vile kufundisha watu toba, utakaso, kwenda mbingu, kuacha dhambi na mambo ya kufanana na hivi. Bwana tusaidie sana. Mais tuna neglige partie ya finance. Na inasababisha kwamba maisha ya watu pauvreté inajireflete sana. Amen. Bwana tusaidie sana. Na nikasema kwamba ile ni njia ya shetani ya kutuzuia tusiendelee. Hakuna kesi kingali tunaweza zulikana na dunia yote. Injili yetu inafika mpaka miisho ya dunia, inafika kule Mairaki kama hatuna la. Hakuna kisi banaweza sikia hii mahubiri yenye Yezeri kuna fundisha hapa saa hii kama hatuna la. Bwana tusaidie sana. Saa hii hatuko Kinshasa, leo ukafungula YouTube yako utaangalia makanisa za Kinshasa live zenye biko nafanya saa hii. Unaweza fuata mahubiri ya Kinshasa saa hii na huko huko. Bwana tusaidie sana. Ile ni pesa. Sasa mie usikie tena niambia aseme mafundisho nyie Mungu anasema tu mafanikio mtenda Bulaya, mtauza magari, mtajenga manyumba kisha na mtuambie toba msamaha ekonsole. Papa, vile viwili vinatembeaka pamoja. Bwana tusaidie sana. Kama watu tumetakasika ya kufuata ni baraka. Hakuna hausi niambia sema unaishi utakaso na ile utakaso yako haizae matunda. Matunda ya utakaso ni mafanikio. Amen. Haento unaweza kuwa unasema wewe ndio unatakasika kisha uko maskini. C'est possible. Bwana tusaidie sana. Chanzo ya umaskini ni dhambi. Kwa maana wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. C'est-à-dire que dhambi inazaa mauti na mauti ndio inajimanifesta kama zile njia pauvreté, maladie et la mort physique. Bwana tusaidie sana. Mais kwenye kuko utakaso ni kusema mkono wa Bwana hautakuwa mfupi, sikio yake itakuwa nzito na akuonesha kama mkono wake iko juu yako. Bwana tusaidie sana. Kama dhambi haiko, sabidike mkono wa Bwana itakusaidia na unapata utajiri. Eske tuko nafuatana mzuri? Siaingia msomo ningali nafanya rappel. Ni akuonesha kwamba Biblia inasema katika Kumbukumbu la Torati yaseme, "Sasa mtasikia neno ya kuumba wenu na mnashika zile maagizo zanawaambia, ndipo mtakapoona mnakuwa wajuu tu, hamtakuwa chini. Mtaona mnakuwa vichwa, hamtakuwa mikia. Mtaona mnakuwa wa kwanza, mtakuwa wa mwisho. Mtaona mambuzi zenu zinazala, makondoo, mnapata mapesa, madhahabu." Resulta ile kusikia Mungu na kushika vya anasema ni nini? Ni utajiri. Kisha wao niambia aseme tusipasema vya utajiri mkanisa ni makosa. Hapana. Utajiri ni ya maana kanisa. Amen. Kama nabii wa Bwana anasema ingekuwa heri dingani wote tuwe matajiri. Amen. Ingekuwa heri dingani pale kusiko tu gari moja mkua hata 30 hata 40 hata 50. Market sote tuko na magari za mingi, tunakosa parking, tunauza ba huko pote, tunabatosha, tunafanya kule maparking zetu. Amen. Ingekuwa pourquoi pas? Zwani ni tu wale wengine ndio tuko nafika kwa makanisa yao, tunaona magari zinapangana kwetu, gari moja yenye iko ni ya mchungaji na mnisamee kusema haiko ya danger. Zua haiko ni kwa mchungaji, gari ya vile haiko ni kwa mchungaji. Amen. Mnisamee kusema vile kama mtanisikia leo mbaya, mnisikia mbaya. Haiko ni kwa. Amen. Bwana tusaidie sana. Ingekuwa heri ingali tufundishwe mambo kuhusu utajiri, tutajirike na tufanye mchungaji wetu akuwe na gari nzuri na sisi tuko na gari nzuri. Amen. Ni kama mafuta mazuri tukao ndevuni mwaruni na shirika mpaka upindo wa maji. Ni pale ndio Mungu anamimina baraka na uzima milele. Maana ile mafuta ibaki yake tu kukichwa kule kwa mchungaji ipo inasuka mpaka kwa ule Mkristo wa mwisho upindo ya basi na inaonja kwa ile mafuta utajiri. Amen. Bwana Yesu tusaidie sana.
Sasa nifike butajiri ni ya butamu na ni ya maana. Ambia mwenzako butajiri ni ya maana. Butajiri ni ya maana. Bwana Yesu atusaidie sana. Na kitu ya kwanza tulielewa wakati tuko nafanya mafundisho, tulisema baraka za Bwana ndizo zinatajirisha wala hazichangamani na mateso. Amen. Kama unapenda kupata pesa haraka, asema unaenda fanya majina, wanakwambia mimi sijue, mimi nasikia. Msikose maseme ule mbiga nisema hata nana vijui, mimi sijui. Mimi nasikia sema unatoa mayai. Mbosta wisema juu sasa sema kwa kule, kwa kule. Baraka tusaidie sana. Sasa ukishapata ile mashemazo, shuko sana naweza kusema mtu mkristo shampiga anaenda toa mayai. Sitavisema. Musichomo ulake sai. Amen. Mbo, sasa unafanya resitaya unaanza kusa kulare. Zile lare zinachangamana na mateso. Basi kila lare yote utapata ile origine yake haiko baraka za Mungu, zitachangamana na mateso. Mwa hii vile ya kwamba tunajua baadhi ya watu wengi ambao wanatembelea maamere, magari vizuri na manyumba vizuri, hawalalake ndani. Na zile gari condition yao ni kutiamo maiti. Maiti anauza vipafe hata ya $1,000 na kwa puliza tu harufu usiyue. Hakuna mtu mwenye anaweza panda mgari yake juu oriski asidekufrire mimi na kuanda. Peke ndio iko sose kusiporter ile charge ya ile maiti. Na wamingi kati yao ni watoto yao ndio ndio mwanzile magari waishakufa, waishaoza. Na condition kila soma nataka umpige hapo licho uone kizi iko na jidecompose polepole. Bamingi huku tulisikia watu viko na mabato hapa za mingi, lakini kichwa mshanga kwa mifunyu. Anabana tu chapeau, petit chapeau ni nini atoshe chapeau kwa kumbe. Chanzo ya ile bali mwanambia asacrifice ka parti ka kichwa akapuna oza polepole. Chapeau atoshage iko kifukutu iko atoshake iko tu. Basi tusaidie sana. Amen. Pengine wewe condition yao asilale mnyumba kwa analala mtoilet. Kila asubuhi ndio unaona anaingia mpale. Ulilala wapi? Nilala niko mparcele yake mimi mtoilet. Basi tusaidie sana. Na kama yuko na toilet ya mnyumba asilale mnyumba. Basi tusaidie sana. Mais avec toutes ces conditions, jutu ya kaentere watu wako naona wanasema anakuwa na lale bwana, ni tajiri bwana. Biblia inasema za Mungu hazo ndo zinatajirisha. Baraka za Mungu zote ndo zinatajirisha, kisha zoe difference zile za shetani azichangamane na mateso. Sasa ukilupata na lunatoka kwa Mungu papa. Utaenjoy papa. Utaenjoy. Haleluya! Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa baraka inatoka katika neno ya Kilatini ambao wanaita benedicere. Mimi nisomaka theologie na kule mu theologie définition des concepts Dieu tunainsista hapo sana. Amen. Amen. Benedicere. Ben ndio ce qui est bien, ce qui est bon. Dictere ndio des discours. Marque de bons discours ndio baraka. Amen. Wala tunaweza sema mkiswahili maneno mazuri ndio baraka. Hakuna mwenye ashabariki kwa nasema wewe kitu iko na kuluma na ndio vile sasa unaenda uko na kwana ile iko baraka. Ile ni laana. Kwanza tusaidie sana. Baraka ni kusema sasa unatoka hapa, kila mlango yenye utapiga akufungulie. Kila mwenye atakuona akutendee mema. Kila mwenye atakuwa na kuona asikwe na beula akona sema Mungu alimbaka. Angine ndio baraka. Sasa unapita fasi, heshima, amani, utajiri biko na kufuata. Amen. Gisi kivuli na banana na mtu, na ndio vile utajiri banana na ile ni baraka. Amen. Amen. Na ndio vile na mimi niko na babariki. Bwana Yesu akusaidie sana. Amen. Mbarikiwe mwingi yako, mbarikiwe mtokapo. Amen. Sasa unafika mdebo Mungu anasema kama leo nisaidie nani, mbona yusha kwa vya mimi humu na sina espace ya kutia vingine. Kama nilividulie kunani. Amen. Iko sehemu yako kila unapoamuka unapita kwenye depo hiyo jumie mlango ya chambre yangu, anaje apre mlango ya chambre yangu kisha depo. Maana ni automatique kulamuka mimi napita mbele ya depo. Sasa kama siku mimi napita kuna sema mbona hatari iko saa inaanza tutafuta.
Amen. Naona usaki wa mwezi jana ushakuwa vite. Bwana tusaidie sana. Mungu iko ananiongezea baraka. Ninaanza ona tofauti ya leo na jana. Amen. Sasa hizi masiku maake mimi najua kisi baraka Mungu iko juu yangu, naanza pita nasema abana wa Mungu walielewa. Amen. Shangilia Yesu kwa makofi na vigelegele. Baraka za Bwana ndizo zinasatirisha wala hazichangamani na mateso. Amen. Usitafute zile baraka za kule kwa shetani. Zile zote ziko na makondisyon. Makondisyon za Mungu zinakufanya unabarikiwa, zote hata kuchangamia kwa mateso. Amen. Amen. Ile tulisema juu ya baraka na tukasema mambo mengine ya muhimu sana. Naona wakati wangu inakimbia sana. Sijui kama nikufanyizie sentence ya yeye ndio comprendre profondeur ya mafundisho yao. Sasa nilipata hekima ya kuiandika kama kitabu kamoya mu Francais na mu Kiswahili. Kama utakuwa na lazima yako utaniona, msiamaliza andika yote, siatia conclusion, utaniona sana maliza ninakupatia kale kitabu kitakusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Tulisema juu ya kumheshimu Mungu, juu ya mambo mengi, lakini leo nitainsiste kwa hii parti ya kumheshimu Mungu. Amen. Amen. The power to get well. Honore l'Éternel ton Dieu. Tusimame tusome neno ya Mungu. Pale ndio kwenye tutainsister leo. Proverbe 3:9-10. Ndio kwenye tutainsister kwa somo yetu ya leo na tuone nguvu ya kupata utajiri. Mwenye anapata mkiswahili ya Kongo anatusomea. Wala mkiswahili yote hivi yote ya Kongo. Mezali 3:9-10. Kitabu cha Mezali sura 3 mstari wa 9 inasema hivi. Mheshimu Bwana kwa mali yako. Mheshimu Bwana kwa mali yako. Na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi. Ndipo. Maana Mfransa nasema ensuite, maana ukishamheshimu ensuite sasa unakuwa sweet. C'est alors. Maana tusaidie sana. Ndipo ghala zako zitafanya nini? Zitakapojazwa kwa wingi. Ghala zako zitajazwa kwa wingi. Na mashinikizo yako yatafurika divai mpya. Ile mashinikizo ndio wanasema nayo huko nako ni mashinikizo. Ile Kongo inasema hii mashinikizo ni kusomea mu Français toujours ndio ni. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Et tes cuves regorgeront de mûres. Et tes cuves maana vile vitungi vyako vile vitajazwa divai mpya. Amen. Amen. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie sana. Nitasema tena nyingine kidogo parce que mu contexte yetu ya makanisa za Kipentekoste tunainsistaka sana kumtolea Mungu kwa hiari. Hiari ndio kusema de faire des offrandes volontaires. Haiko ya kukazana. Amen. Sasa au risque de mal me comprendre, usiseme leo mimi nakia kukaza pa. Leo mimi nakia kulisha juu ya sadaka na sitakukaza. Amen. Seke mu contexte yetu ya makanisa zetu tunaongopaka sana baseme juu ya sadaka. Alors que c'est l'une des conditions indispensables juu ya utajiri. Asa kwa upendo yenye Eliezer iko nayo juu yenu, acha fundishe leo juu ya sadaka. Amen. Tusifurahie kuona hali dhaifu tuko nayo. Donc leo ni kama esprit ya Nehemia ndio inanivamia leo. Na mimi naona hali dhaifu tuko nayo, nasema hapana, ndigai tukusanyike pamoja. Tuangalie la kufanya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hapa tunaona mwandishi Suleiman anaandika maneno ya hekima.
Na maneno yale anasema tumheshimu Bwana Mungu wetu kwa mali zetu. Amen. Kuna baadhi ya vitu vingi ambavyo tunaweza kuvitumia kwa kumheshimu Mungu. Na vile vitu navyo viko na maresulta zao. Sasa tunaweza kuheshimu Mungu kwa kumwabudu na kumsifu. Ni njia ya kumheshimu Mungu. Ile nayo iko na resulta zao. Amen. Amen. Kama ukimheshimu Mungu kwa sifa na maabudu, kama uko mgereza, ile gereza itafunguliwa. Mposhi mtawachaze. Wanaweza kusaidia sana. Amen. Kila principe biblique inakuwa na resulta zake. Na hapo wanasema tumheshimu Mungu, auteur ana specify tutamheshimu kwa nini, kupitia njia gani. Wanaweza kusaidia sana. Amen. Unaweza heshimu Mungu kwa kumtaka, kwa kusema ya mzuri juu yake. Waisraeli walikuwa na heshima sana kwa jina la Mungu, ansote kesa banatafika kwenye jina ya Mungu inaandikwa mu Biblia. Sasa hapa tunasoma Mezali 3 mstari wa 9, banasema heshimu nani? Heshimu sana. Natasema Bwana, sitasema hata yeye. Biblia ndio mtajua maana pale ni Bwana, maana heshimu Bwana. Yeye ndio mtajua ni Bwana. Maana sina hata ile autorite ya kusema jina ya Mungu. Tellement que mimi naheshimika. Ni njia mojawapo ya kumheshimu Mungu, maana unamvenerea ndani na sorte que hawezi hata jina yake bure. Maana tusaidie sana. Me hapa iko na insiste sana juu ya njia yenyewe tutapitia juu ya kumheshimu Mungu. Anasema tumheshimu kwa nini? Kwa nini zetu? Tumheshimu kwa nini zetu? Tumheshimu kwa mali zetu. Na kwa nini? Na kwa malimbuko ya mazao yako yote, wala yetu yote. Amen. Amen. Tumheshimu kwa mali zetu na kwa malimbuko ya mazao yetu yote. Ndipo. Amen. Amen. Sasa nipige, kama unaanza maombi unaanza sema Mungu gala yangu ijae, masingizo yangu ijae, haitayala kama umheshimu. Kwa nini? Kwa mali zako zote na kwa malimbuko yako yote. Amen. Amen. Nous honorons Dieu en lui faisant notre priorité et pas. Bwana Yesu atusaidie sana. Tunaheshimu Mungu kwa kumfanya yeye awe wa kwanza. Amen. Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. La seule façon de prioriser Dieu est de lui donner toutes choses qui devraient être notre priorité. Amen. Amen. Maanake njia moja ya kumheshimu Mungu ni kumkabidhi wala kumpatia kila kitu chochote kenye kingepaswa kuwa cha kwanza mroho yetu. Bwana atusaidie sana. Amen. Kama unapenda Mungu aseme kabisa wewe unamheshimiaka, lokalize kile kitu kenye njoo hizi masiku njoo kisha kwa priorite ya ukipatie Mungu. Mungu atasema kumbe ananiheshimu. Na mara mingi katika context yetu makuta ndio ishakuwa priorite. Ndio maana Mungu naye ni maprincipe za kutaka upate makuta, uoneshe sasa bila una hata besoin ndio utazipata. Bote wenyewe wanakuwa yuko nakimbia derrière l'argent, hawazipataki. Bwana tusaidie sana. Amen. 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 Anasema tumheshimu kwa mali zetu. Maana Mungu anajua kwamba roho za wanadamu zinapriorize sana mali yao. Sasa kama unapenda Mungu akubariki, wewe umpriorize yeye pale ya mali yako. Biblia inasema aseme mahali nini? Mahali hazina ya mtu ilipo ndipo nini? Amen. Kwa siku na ndio turi ya kwanza bado tumeshakusa $100. Na ile turi ya kwanza ile naigusa nikaitia hapa mbele. Bwana, basi nilikuwa natembea na mwiza niliwaka au peti kwa la. Kadogo na kadogo. Niko kugusa excuse ngani. Bwana tusaidie sana. Biblia inasema sema kwenye lape zako usiku, pale ndio na roho yako hivi. Hata radi kipiga pale ndio utakamata kwa kwanza, ndio roho yako hivi. Huko sasa kama mtu anasabu hata kama hivi na wanawake kwa bibi yake, lale yake kwanza. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Pale kwenye roho yako iko sababu Mungu anajua kama jinsi roho yako iko pale. Ukikamata pale kwenye
Sasa tu watu wanakia shuhudia hapo wanasema kaze mimi naona sina ya kupatia Mungu na mtolea roho yangu. Kisha unapata $100 au dito. Roho yako kwenye iko tu kwa ile $100. Sasa kama unapenda kuheshimu Mungu, mpatie vile venye una priorize sana roho yako. Amen. Amen. Mungu akafanya Abrahamu aeneze Santa hayazala mtoto. Kisha wakati anamaliza mpatia mtoto, sasa ile mtoto inaanza cheza, unakuwa unaona inapita pita, unasikia bien. Kisha Mungu anasema, tala ile ipeti. Na yosha zala na nyingine ishaenda, na haiko ile ndio kwaomba. Prends ton fils, ton unique, celui-là que tu aimes. Unasikia kisi Mungu anaspecifie. Utwale ule mwana wako, ule mpendwa, ule wa pekee unapenda, wewe mjitolee. Kama unaliwaka mafundisho ya kumheshimu Mungu, hapa ndio inaanzia. Aende unaweza nipatia mtoto. Si aprofite hata naye sianza furahi. Nilimpata kwanza niko mzee kwanza na siweka ndazala mwingine tulisha telema zeeka sana, siwe kama Sara kazala wa pili. Ndio naambia ule mmoja mwenye mezaa ni mtoto, ni mchinje akufe. Teste inaanza. Njoo hapa huyu mwandishi anasema njia moja ya kujazwa mali na pesa. Njia moja mdepo yako makonte zako muyane pesa msikwe mwe. Juko makonte zeleo demake hamuna kitu zishanza enda na mumamwe. Huko mwiko na $100 hapana na zero. Maana ni mwesa. Atatiamo 20 inaenda. Anatia 30 inaenda. Tisipa atatia 100 na kwa zero. Baada tuzaidie sana. Kama unapenda ile siku sehemu yako, kamata ile yenye iko kuro yako sasa, uipatie Mungu. Ndipo gala zako zitajaza, konte zako zitajaza, depo zako zitajaza, kesho zako zitajaza. Amen. Amen. Ile ndio kisi ya kuprioriser Mungu. Parfois, Dieu nous donne des choses et ensuite nous les priorisons plus que celui que nous les a donnés. Mungu anakupatia gari. Mais kisi utaprioriser le gari, Mungu anasema nilimpatia gari nini? Mungu anakupatia kazi, mais kazi ndio utapriorize kushinda Mungu alikupa. Kwanza niseme hivi, siku yenyewe unaanza kutumika na njoo utakuya tena ukanisa. Na Mungu anakuwa iko naona. Bwana Yesu tusaidie sana. Amen. Sasa unakamata Mungu unamfanya wa mwisho kushinda vile vyenye alikupatia. Mungu anasema maana mie na huyu kazi yake ndio ataanze kunishinda. Acha ile kazi iishe tuone mwenye atampatia tena kazi. Ndio naona ulisinyaga ka contract ka $500, mekusema usinya hata kingine ushafa hivi. Ushafunga ushaomba hakakuye tena. Sema mbona niko na akili save yangu kabisa iko sishaje kazi wapi? Mungu naye yuko naona jana yua huyu muro yake kazi ndio iko ya kwanza. Nikimupa tu hautamuona tena. Provider anasema tumuheshimu kwa mali. Premise ndio ni malimbuko, si ndio malimbuko? Sasa malimbuko ndio nini par definition mswahili? Make vile vya kwanza ndio unavuna. Amen. Amen. Make sio unavuna, make vile vya bien vingali na nona ndio unapatia Mungu. Amen. Unasikia historia ya Kaini na Abeli, si ndio? Tunasema kaseo Kaini ni jua alitoaka vya mbaya na Abeli alitoa vya mzuri. Hapana. Bwana tusaidie sana. Kaini alitoaka bila alivuna. Na Abeli, sasa difference yenyewe tubaya Abeli na kubaliwa ni kusema Abeli alipitaka mu trupo ya akaangalia zile zilizaliwa za kwanza zizisha nona. Zeziko ambon sante bile maake vya munena akasema Mungu wangu telima yake ni chef. Sasa mpatia aka kakubuka kunde. Acha nitakule lule lupigwa ndio nitolee Mungu. Sana tu afili Mungu anasema mbona upetikisi anani valorize. Na ndio Mungu akakubali sadaka yake. Amen. Amen. Bwana Yesu tusaidie sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Malimbuko ndio kusema nini? Hii test Mungu anaifanya. Ni kusema sasa unapata lari kwa mfano sasa unapata sio kama jani $100 niko waza na $100 leo. $100 inakufikia mikono unaipata paf. Sasa tu inafika ipo unakamata unalomba exchange ndio procedure. Amen. Amen. Ukishalomba exchange unatosha patia kwanza unaitia ile usisalia hata unaitia pembeni. Sasa nenda kukanisa hii na hizo. Ndio naanza sasa bo, niko na besoin nini? Utakalikile mapezo zako nazo,
na usatoa hivi. Au risque usikie calculer na mabezo zako. Inakuwa test. Au moins utoe 10 ka 10. Bali ukitoa 20 na ndio ulipanga kumwisho. Maana ushatia mabezo zako ushakalkile kisha kuna bakia 20 unasema mbona hii 20 na bakia nifanye. Bon, acha niende. Bali fait vite. Umeona kama hata 10 unaitia pembeni. Nasema Mungu hii sitaigusa hapo na kupriorize. Ngoa sasa nianze kalkile mabezo zangu niko nazo. Ile ndio eprevene wengi kati yetu tumekuwa tumeshindwa na ndio maana tuko naona resultat maisha zinakuwa za kidogo. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Ya pili, tuna muheshimu Mungu kwa vitu ambavyo tunamfanyizia ambavyo sie peke tunajua hatuwezi kufanyizia mwanadamu. Sasa kama unafanyizia mtu, unafanyizia Mungu kitu kenye wewe peke unajua hivi siwezi kufanyizia mtu awaye na president siwezi kufanyizia ya hivi. Sasa unafanyizia Mungu kitu ya vile Mungu anasema huyu kabisa aniheshimu. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Inatoka hai kwa kufanyizia Mungu vya ajabu ya wewe kufanyizia mwingine muroho ya reconnaissance. Pale kwenye tulisoma wakati tuko nafungula ibada anasema mwenyewe anitolea sadaka za shukrani, ndio Bwana aniheshimu. Inatoka muroho ya reconnaissance. Sema yote lenye Mungu alishanitendea, Bwana acha nimfanyizie bora mwa hivi ya danger. Tusome pale Mambo ya Nyakati wa kwanza 29 tuanzie kwa mstari wa 3 na tuishie kwa mstari wa 5. C'est vrai tungesoma kwa mstari wa kwanza mpaka kwa mstari wa 9, mais tuishie mpaka kwa mstari wa 5. 1 Chronique 29 tunaanzia ku 2 mpaka ku 5. 1 Chronique 2 à 5. 1 Chronique 29 2 à 5. Tuone pale diferensi ya Mungu na wanadamu. Mambo ya Nyakati wa kwanza Ndiyo. sura 29 mstari wake wa 2 mpaka kwa 5. Mstari wa 2 inasema Ndiyo. Basi kwa uwezo wangu wote Daudi iko nasema nareidire uwezo yangu yote, force yangu yote nimeiwekea akiba nyumba ya Mungu wangu. Mie nilikuwa niko naweka akiba tu ya kujenga nyumba ya Bwana Mungu wangu. Dhabihu kwa vitu dhahabu kwa vitu vya dhahabu. Akiba yenyewe nilikuwa naweka Mungu amo mazahabu, na ile dhahabu zitajenga nyumba ya Mungu, vitu vile vinapata jenga na dhahabu. Na fedha kwa vitu vya fedha. Nilikuwa naweka fedha, ile fedha nayo itasaidia kujenga vitu vile vinapata jenga na fedha. Na shaba kwa vitu vya shaba. Mukese yenyewe nilikuwa naweka pour la construction de la maison de Dieu, muko vitu vya shaba. Muko shaba na itajenga vitu vile vinapata jenga na shaba. Na chuma kwa vitu vya chuma. Mwaile kese nilikuwa nafanya, nilikuwa naweka pia machuma zitajenga vitu vya chuma munyumba ya Mungu. Na miti kwa vitu vya miti. Nilikuwa naweka pia na mamiti zenyewe bataitiliza kajua kujenga nyumba ya Mungu. Vito vya shohamu na vya kujazia, vito vya njumu na vya rangi mbalimbali na mawe ya thamani ya kila namna. Vile yote nilikuwa naweka na marimari tele. Na nami tena kwa kuwa nimeiwekea nyumba ya Mungu wangu shauku yangu. Sasa hivi mimi napenda sana nyumba ya Mungu, nimeiwekea shauku yangu. Nami ninayo hazina yangu mwenyewe. Sasa hii kesi hiyo ni kesi yangu yenyewe, nilikuwa hapa weka juu ya vidire yangu na watoto yangu, ili kesi yangu sana. Ya dhahabu na fedha. Mwaile kesi Mungu dhahabu na fedha. Na ya dhahabu na fedha naitoa kwa ajili ya nyumba ya Mungu wangu. Ile kesi yenyewe nilikuwa naweka juu yangu na watoto yangu, nayo mimi naitoa kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya Mungu wangu. Zaidi ya hiyo akiba niliyowekea
tayari nyumba takatifu. Maana kuna akiba yenye aliweka juu ya nyumba takatifu na akiba yake yenye alikuwa anajiwekea yeye na watoto yake, nayo akaitoa. Yaani talanta 3,000 za dhahabu. Talanta 3,000 za dhahabu. Talanta haiko pesa, ni unité de mesure. Leo ndio tunaita kilogramu. Wale wakati walikuwa wanaita talanta. 1 talent égale à 1 kilo. Unafuata mzuri. Sasa anasema talanta 1,000 ngapi? 3,000 ya dhahabu. Maana ndio kusema talanta 3,000 za dhahabu ndio combien de kilo? Ndio 3,000 kilo d'or. Na dhahabu ya Ofiri talanta 7,000 za talanta 7,000. Dhahabu ya Ofiri talanta 7,000 za fedha iliyo safi ya 7,000 kilo, ndio 7 toni. Ya kuzifunikia kuta za nyumba. Ndio 5. Ya dhahabu kwa vitu vya dhahabu. Dhahabu kwa vitu vya dhahabu. Na ya fedha kwa vitu vya fedha. Na fedha kwa vitu vya fedha. Na kwa kazi za kila namna zitakazofanywa kwa mkono wa mafundi. Ni nani basi ajitoaye kwa moyo? Daudi anafanya apele kwa tushie wote wetu nasikia, ni nani basi ajitoaye kwa moyo ili ajiweke wakfu leo kwa Bwana. Ili ajiweke wakfu leo kwa Bwana, ajitolee kwa Bwana. Bwana atubariki sana. Amen. Daudi kama mnasikia kama anasema l'homme selon mon cœur, hapo anasema ni mtu mwenye hana makosa. L'homme selon le cœur de Dieu ni kusema ni mtu mwenye tellement na prioriser Mungu ke Mungu anajikuta tuko mroho yake kila wakati. Daudi akifunga macho ni Mungu ndio ataanza tafakari wa kwanza. Amen. Ce n'est pas à dire que David n'a pas de faute. David a des fautes, mais c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu ya kumheshimu Mungu. Angalia anasema hivi, nilikuwa nafanya kese juu ya venir yangu, mimi naitoa kwa Mungu. Na nilikuwa nafanya kese juu ya ujenzi wa nyumba ya Mungu, nayo mimi naitoa kwa Mungu. Sasa banaanza fanya makalkili. Kwa kutante kukuexpliquer priorite ya kisi Mungu alikuwa na ya kisi David alikuwa na heshimu Mungu. Acha tufanye tu kalkile kidogo ya hizi 3 toni. Uko na 7 toni, mais tufanye tu hizi 3 toni ndo. Kama en valeur leo zinaweza kuwa ngapi? Amen. Tunasema ni talanta 3,000. Sachant que talanta moya égale 1 kilo. Ça veut dire que si le kilo ni talanta ngapi? Sachant que talanta moya ndio 1 kilo. Maintenant sasa talanta 3,000 ndio 3,000 nini? 3,000 kilo. Bwana Yesu atusaidie sana. 1 kilo d'or ndio wanaitaka lengo. Lengo ni kabri kapata paka oro kana pesa ka 1 kilo. Amen. Ça veut dire que tukisema 1 talama ndio 1 lengo. Hivi 1 talama ndio 1 lengo. Nisibawe makalkili za mbali ndio na Mungu watate na wenyewe wata comprendre hizo kalkili. Mais kama lengo moya ya oro wala 1 kilo d'or. 1 kilo d'or leo kwa valeur ni za uzanga. Mpime pa kalkile wala mpime uliza kwa internet mwanzo. Mungu na internet. Amen. Asa mimi nilifanya kalkile un lingot d'or iko na valeur ya 134,239 $. 134,239 $. Ndio lengo moja ya or. Bwana tusaidie sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Gramme moja ya oro ni 134,000 $. Hapana, 134 $. Maana ni $100. Musaka 80 $. Kisha kwa musaka 80. Maana hii kalkili yangu hapa ni ya zamani. Metende tu mwa hii kalkili ya zamani. Amen. Mwa hii kalkili ya zamani lengo moja ni 134,239 $. Sivile. Kisha kwa wanasema ni 3,000 lengo do. Sivile. Maana tutafanya hii 134,239 $.
fois wangapi? Fois 3000. C'est vile. Ndio vile. Mufanye ile calcule toneni mafuta ngapi? 402 millions de dollars. Demi milliards hivi. Amen. Ile miliari unaweza ikula milioni moja. Unaweza ikula hata panda 20 na hautahangaika. Hautatumika tena maisha yako yote. 33 za unaweza ikula mu 33 za. Na unakula $100 par jour. Banaweza kusaidia sana. Me hayakuwa ndio zile seti zingine tone za zile dhahabu zingine, hayakuwa ndio mashaba, makwivre nazo zinabwashe. Hayakuwa ndio zile matone za makwivre, hayakuwa ndio machuma, hayakuwa ndio marimari na zile zingine zenye alitaka. Hayakuwa zile ndio tunangali ule utroa tone. Kisha mwanaume anasema nilikuwa nafanya kesi yangu mimi na watoto wangu, mimi naifungula, mimi naitoa yote kwa Bwana. Na nilikuwa nafanya kesi ya kujenga nyumba. Daudi hapa ishakuwa mzee anataka kufa, anasema mimi nataka kufa mimi Salomono. Sitamwachia heritage. Hata heritage yangu yote nitoe kwa Mungu. Heritage nampatia ile kiti ya uongozi. Akipenda anaua lale pale. Akipenda anawakia vipi. Wanaweza kusaidia sana. Heritage Mungu ndio alipatia sasa Salomono lale. Wanaweza kusaidia sana. Daudi akamwachia kitu yote. Daudi alikuwa anaweka juu yake na watoto wake akavitoa kwa Bwana. Jo kumheshimu Mungu kwa mali yetu. Sasa tuko naona, mimi nasema kwa mfano, siseme jo hivi wamesemaje ni secret kabisa. Kwa mfano, kama kudimashe moja tunatoa 50,000. Zawadi kudimashe ile tutatoa 200,000. 200,000 ndio itafanya kazi ya Mungu aenena sana dola. Mimi nasema kwa mfano na sauti kidogo basi. Hivi $100 ndio itafanya kazi ya Mungu. Na angalia mwingine juu ya kumheshimu Mungu, anasema ane tema ke Mungu wangu mimi namconsidere wakabana. Kwa vyote venye nimetendea. Siwezi bakia na hii lare yote iko na ozia kwa hii kesi. Acha yote niitoe kwa Mungu. 1 miliari ya makuta unaitoa kwa Mungu. Usiku moja hapana aseme anakuwa anatoa sana mpaka miaka zipita. Usiku moja. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Mungu kama tuko naona kama mu context ya leo hatuna ndio heshima ya Mungu. Na tunaogopa kama ubiri juu ya sadaka juu sisi peke mroho zetu tunajua hatuna heshima ya Mungu. Aende Mungu anaweza kutendea mambo makubwa sana unajua shukuru. Unatia 500 francs tena tunaitia mu envelope sasa bashie wanadamu hatutajua jiko kwa envelope. Mais tumesema kama Yesu anakuwa iko hapa iko na chunga aone kama utatia ngapi. Sasa unatele sensa iko naona. Bwana tusaidie sana. Na sasa unaitoa vile Mungu anasema kile sarau. Kubiapata wenyewe nimefanyizia Mungu. Ayetu anaweza kosa roho ya reconnaissance mpaka nizarau kwa hiki yangu. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kama sadaka haindi kuwaka na maana, Yesu angekuwaka naenda shimama ukitunga sadaka saba watu wanatatu. Kwa kuonesha kama iko na maana akasimama pale. Na sasa unatoa kama uko na mile unatoa 10. Shewe wenye tuko na asikia ametoa 10 ametoa za mimi. Bwana tusaidie sana. Na Yesu yeye akasema ametoa 10 yuko na mimi. Huyu mwenye 500 francs tu ndio alfa na omega kisha na yote anaitoa. Ule ndio ametoa za mimi kushinda 10. Amen. Amen. Ndio ile hali ya kupriorize Mungu unasema mimi sina chakula hii kidogo niko nayo mimi naitoa kwa Mungu. Pale ndio miracle inaanzia. Eske hamkujifunza katika Biblia wakati Elia Mungu anamtuma kwa mjane wa Serepta anakutana iko na mkono imwe ya bunga na mafuta anataka karanga tu kachapati ya kule bakufe. Ndio ilikuwa concept yake tutakula hapa na tunaishia pale. Elisha akamwambia mie ndio upriorize kwanza. Mimi nakia elezere kwangu na nambia ndipo tuna $10 ndio ile tutaendea leo usiku na tuweke tuta. Na wamia nipe ile mimi niko mtumishi wa Mungu elezere.
nipe ile dismeli kule kwanza, ndio wewe Mungu atakusikia. Nani anafanya? Katika ile roho ya kupriorize Mungu, tunaona yule mjane akasema basi kama ndio vile ifanyike kisiri. Basi hisi mtumishi wa Mungu anasema hapana, Biblia inashuhudia kama balikula ile mkate pendant 3 ans et 6 mois. Quel miracle! Paulo yuko nasema mkitabu ya Wafilipi aseme, ninawafurahia sana nyinyi Wafilipi kwa sababu makanisa yote yenyewe naheshimu Mungu kwa mali zao. Nyie tu ndio mwenyewe mlikuwa mnanishughulikia. Sasa niko nawaambia hivi, hapana juu mimi nahitaji mlikuwa mnanitolea. Niko nawaambia hayo juu mimi napenda baraka ziabone kwenu. Kika nasema na Mungu wangu atawajibu kwa mahitaji yenu yote kufuatana na wingi wa utajiri wa neema yake. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Je ne sais pas ton besoin c'est quoi, mais mon Dieu pourvoira à tous tes besoins. À tous tes besoins. À tous tes besoins. Huyu Mungu tungali tunaweza mteste tena na kumheshimu kwa njia hii. Njia tatu tunamheshimu Mungu, na ndio nimeanza sema tunamheshimu Mungu kwa kushughulikia wale ambao wanamrepresent. Penye wanamrepresent ni watumishi wa Mungu. Malaki 3:10 inasema mulete katika nyumba ya Mungu zaka zote na dhabihu ili nyumba ya Mungu usikose chakula. Ndipo gala zote ile ndipo Mungu anairemarke mzuri. Kila wakati Mungu anasema juu ya kutoa, ile ndipo inafuatana. Asikwambia utoe kisha utakufa na njaa. Hapana. Sijaona mwenye haki akiacha wala watoto wake kuomba chakula njiani. Sasa unamshughulikia Mungu, ndipo utaona kama sitafungua madirisha ndini. Mungu atusaidie sana. Amen. Mwa ile hali ya watumishi wake Biblia inasema muwapatie, muwashirikishe kwa mema yote wa Galatia 6:6, bali wenyewe wanawafundisha. Hivi maana mimi hapa niko nafundisha normal kama mnanishirikisha kwa mema yote. Amen. Hayo kushilombea. Mimi Mungu anifanya mtumishi wake. Sasa yote wenyewe vinafikia watumishi, vinapasha nifikia na mimi na vinapasha kufikia watumishi wote wa Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Nisaidie tumalizie pale, tusiseme vya mingi. Wengine mtavisoma mwa ile kitabu. Nisomee pale ku Timotheo wa kwanza 5:17 na tumalizie pale. Benyama kukia mjuma Yesu Kristo parce que mengine yote mazuri ambayo tulisema hatutaisema leo. Timotheo wa kwanza 5:17 tumalizie pale. 17. Kitabu cha Timotheo wa kwanza 5:17 inasema hivi. Ndiyo. Wazee watawalao vema na wahesabiwe kustahili heshima maradufu. Aseme baheshimiwe les anciens wenye banaongoza vizuri kundi ya Mungu, baheshimiwe mara ngapi? Maradufu. Mara mbili. Hasa de double honneur. Hasa wao wajitaabishao kwa kuhutubu. Zaidi sana pale wenye banatoa neno, kuhutubu na kufundisha. Wenye banatoa neno na kufundisha. Endelea kidogo. Kwa maana andiko lasema, kuna andiko yenyewe nasema hivi, usimfunge kinywa ng'ombe apurapo nafaka. Usifunge kinywa ng'ombe yenye iko na kusagia ngano. Na tena mtendakazi anastahili ujira wake. Mtendakazi anastahili ujira wake. Bwana tusaidie sana. Anasema basi penye biko na tuhudumia mzuri, banastahili heshima mara ngapi? Mara mbili. Kisha anasema sababu unampatia ile heshima mara mbili, niko andiko hili litatimia. Anasema maana andiko linasema nini? Usifunge kinywa ng'ombe yenye inakuwaka na kusagia kuni. Ile andiko liandikwa katika Agano la Kale, wakati yenye ng'ombe hiyo yenye inaendaka menya ngano. Banakuwaka biko nazikokota na lule lulijio liko nazunguruka liko na saga ngano. Asa ofira mesile liko nazunguruka na ngano liko nasagiwa. Sasa ng'ombe naye anakuwa na abitidi yenyewe. Sasa ule wengine wenye liko natoka pembeni ya jiwe nayo inaenda iko na ukula hapo. Inaenda iko na ukula hapo ndio inapata nguvu ya kuzunguruka tena.
Ovile mesiri iko na tafuta ikakule na njoo inaenda iko na zunguru. Wanaweza kusaidia sana. Pesa bali wanasema ni sake 30 kilo ni toshe 20 kilo. Hii ng'ombe acha nifunge kinywa. Njoo iende na saka na haitakula ataka punja kamoja. Njoo Mungu akasema kile roho mbaya. Ng'ombe hii unakusagia uone funga kinywa isikule. Ndio anapana andiko anapana sheria akisema usifunge kinywa ng'ombe ile unakusagia aka. Ndio kusema ni kama Paulo anaifanya kwa andiko ya watumishi wa Mungu. Bali mtumishi mwenye yuko anajitabisha kukuhudumia, kukuombea, kukulisha neno, wewe umuhimu kwenye umepata. Umekuwa umevunja sheria. Anasema benye bana tuheshimu, bana tuhudumia, benye bana tuongoza, bana stahili heshima mara pili. Anasema na vyote pale chini ukashuka, anasema na vyote wenyewe watawasema hapo mubaya, msibiitike. Parce que mbele mubiitike mtafute kwanza témoignage ya watu wawili wala watatu wa bikonfirme. Njoo mseme walifanya. Maana tusaidie sana. Chuko mwenyewe anasema après ya kusema mimi sitasaidia kwa ile Eliezer Rusho anakuwa na kiburi. Mbele sasa anakuambia aseme usikwenda nisaidia tu na kuwa na kiburi. Anza kuuliza. Nani mwingine mwenyewe shari na ndio ule petana kwa na kiburi. Njoo taxi. Ukipata batemwe bawili wala batatu, ndio anasema maana ni vya kweli. Na maana sitampaka. Sasa anasema benye anakuhudumia wapatie mara pili. Na usitike temwanyaja mwenye atakuwa kwambia vibaya juu yako. Kama haiko kwa wawili watatu, njoo soma itika sasa. Bwana tusaidie sana. Amen. Wapendwa, tunamalizia somo hapa. Sasa munisaidie leo tufurahie kumtolea Mungu sadaka. Amen. Tufurahie mara nyingi mahubiri inafanyaka watu waanza sinzia, mimi nakuwa na karama sana ubiri, watu wasinzia yake mara nyingi. Kama mshauri. Mimi leo ni wajiuliza eske niko na kaza eske ni normale, kumbe ni mahubiri ya aina hii. Sasa ninawaambia hii mahubiri ya aina hii tutakuwa naifundisha mpaka mjifunze kumheshimu Mungu kwa mali zetu. Amen. Na sasa mtaona kisi resulta ya vile vinazala. Njoo mtakomprendre kama kumbe walikuwa na tusaidia. Leo nikaona mesi wangu wa 6e walipiga kwa conjugaison. Sasa mimi nasema français mzuri. Nikimwona sasa huyu mesi ni kwanza ni mesi pilipili kumbe alikuwa tunanisaidia. Amen. Juu kama leo mimi nasema français mbele ya watu nasema ule mesi alinisaidia. Leo kama tunafundisha hivi mnaweza kusema mafundisho ya nguvu ndio panajaji lombea sadaka papa tunajilombea sadaka tu msikufunge kinywa na tuko na sadaka. Amen. Tusimame tuombe Mungu. Amen. Amen. Mafundisho haya ni mafundisho ya agano. Tunataka kuomba simbasi ya agano. Agano ni kusema nini? Agano ni kusema Mungu iko na patia ya kufanya na shie tuko na patia ya kufanya. Patia Mungu ya kufanya nasema atafanya sote ke mashinikizo yajae, gara zijae, kupata utajiri, madirisha ya mbingu yafunguliwe ndio kupotea Mungu. Asa na kupotea tunashie tunafanya vyote wenyewe kubariki nayo, yeye ndio tunapriorize, yeye ndio tunatanguliza, yeye ndio tunahudumia wa kwanza. Bwana tusaidie sana. Ninaanza anose kama tuko mproject ya majengo. Siku ya majengo uko nasema na mimi sina kitu na bana sasa hakuna ya sasa mproject ya majengo tutajitoa kwanza wenyewe na kisha tunatoa lenye Mungu atatupatia kwa ajili ya kuonore Mungu wetu. Bwana tusaidie sana. Kila mtu apanze sauti amwambie Mungu niumbie roho ya uaminifu. Nijue kukuheshimu kwa mali zangu, nijue kukutanguliza kwa mali zangu. Ili baraka iko atashe kwa wale ambao wametii principe ile na mie inifikie. Nione ninatajirika. Karibu kwa maombi na mchungaji atafunga maombi haya. Ya Yesu Bwana tunakutukuza maana uko mwema. Maana leo umetufungulia njia, umetufungua macho ili tupate kuelewa maandiko matakatifu. Bwana, maandiko yako inasema kwamba sisi tukutangulize, sisi tulete zaka zetu nyumbani mwako, sisi tukutolee kwa mali zetu, sisi tukutangulize na kukuheshimu kwa mali zetu. Ndipo ghala zetu zitajazwa, watoto wetu watapata chakula, watoto wetu watasoma, tutaona avenir yenye iko meilleur. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont les projets de bonheur et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Leo Bwana tumeelewa kwamba njia ya mafanikio ni kukutanguliza, njia ya baraka ni kukupriorize, njia ya baraka zote na jibu ya mahitaji ni kuhudumia wale ambao wanakurepresente hapa duniani. Asante sababu neno hili litazama tunda nzuri kwa ajili ya kanisa yetu. Tunaomba na kukushukuru. Amen.
Maina. Kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Nakupatia devoir uende kusoma ile verse ya 6 ya Kumbukumbu tafadhali, na Mambo ya Nyakati wa kwanza 29.